yetu sasa hivi imefunguka akili. Jukwaa sahihi kwangu ni ACT Wazalendo. Lakini Watanzania wanabidi wapambanie haki zao na hatutakiwi kukata tamaa. Hii haikutishi? Pengine unakutana na mtu ambaye ni profesa, ameshashika hadi uwaziri. Hujawahi kusikia msemo wa Waswahili wanasema mwanafunzi anaweza kuwa bora zaidi ya mwalimu? Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, karibu sana kwenye Political Theater, kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ya kisiasa, na pale ambapo pia tunapata nafasi ya kuweza kuzungumza na watu mbalimbali mashuhuri, lakini pia wagombea. Kama tunavyofahamu sasa hivi tuko katika kipindi cha uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika Oktoba 29, na tunapata nafasi ya kuzungumza na watu wa siasa, wachambuzi wa siasa, lakini pia wagombea mbalimbali katika nafasi mbalimbali kuanzia udiwani, ubunge pamoja na nafasi ya urais. Jina langu ni Salum Amani, tutasalia na mimi mpaka tamati, lakini leo nimepata nafasi ya kumkaribisha hapa Queen Juliet William Mugembe. Yeye ni mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Karibu sana. Asante. Na kwanza kabisa, kutoka kwenye urembo na ulimwende moja kwa moja mpaka kwenye siasa, ilikuwa rahisi kiasi gani kutoka kwenye mambo hayo ya urembo mpaka kwenye siasa? Naamini shughuli zote zinahusiana na jamii yetu. Urembo pia ilikuwa tasnia ambayo inatusaidia kufika kwenye jamii yetu, ama kusaidia ama kutoa mchango katika jamii yetu. Vivyo hivyo siasa. Siasa pia ni maisha na ni kazi ambayo inahusika na jamii yetu na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo sio career zinazotofautiana sana, sema presentations zake ndo zinakuwa zinatofautiana. Lakini ukienda kwenye theme ya urembo ni kufikia jamii, siasa ni kutumikia jamii. Sio, naona kama ina uwiano, haina utofauti mkubwa. Kwa hiyo haikuwa kazi ngumu kutoka huku kuingia huku, kwa sababu malengo yangu mimi ni kuifikia jamii yangu na ikiwezekana kuibadilisha hapa ilipo kwenda mahali pengine. Sawa. Siku hizi mara baada ya mambo kuwa wazi sana, unajua zamani ilikuwa kidogo vitu haviko wazi. Sasa hivi mambo yamekuwa wazi sana, na moja katika vitu ambavyo sasa hivi vimeibuka sana ni kuhusiana na unono wa maslahi yaliyopo katika siasa. Pengine hii ni moja ya sababu ambazo zimefanya uingie kwenye siasa. Unono upi huo? Labda nikuulize, maana sidhani kama kuna tofauti ya siasa ya kipindi hicho na sasa hivi. Tofauti iliyopo ni kwamba jamii yetu sasa hivi imefunguka akili. Vijana na watoto tunasema nashukuru Mungu wamefunguka akili, wamesoma, wanaweza kuelewa mambo na kuchanganua kuliko karne ya nyuma. Karne ya nyuma ilikuwa rahisi sana kuwadanganya, na siasa za nyuma pengine zilikuwa rahisi sana, kwa sababu watu walikuwa wako katika hawajafunguka ni kiakili na kuweza kupambanua vitu. Uzuri wa sasa hivi jamii yetu imeelimika, inaelewa vitu na inajua kupambanua vitu. Na sisi naweza nikasema kazi yetu inaweza ikawa rahisi ama ngumu, kwa sababu hatuwezi kudanganya. Tunaenda kwa jamii ambayo ina uelewa mkubwa sana. Sawa. Na uliwahi kugombea ubunge wa Afrika ya Mashariki kupitia chama cha wananchi CUF. Kwa nini pengine ulihama chama cha wananchi? Mwanasiasa yoyote anataka uwanja mzuri wa kufanya siasa na kufikia malengo. Na kwa wakati huu nilivyotathminisha mimi kama mpinzani, jukwaa sahihi kwangu ni ACT Wazalendo, kwani linatoa fursa na uwanja mpana zaidi. Siwezi kusema kwamba nilikotoka kutoi fursa wala uwanja mpana, ila naongelea mpana zaidi na ambao unafikia jamii kirahisi. Kwa upepo ama mwelekeo wa ACT Wazalendo umetanuka, na tunaweza kutumia nafasi hiyo vizuri kuifikia jamii na kuitumikia zaidi. Katika historia inaonyesha kwamba ACT Wazalendo kwenye swala zima la wabunge hawajawahi kuwa na wabunge zaidi ya wawili katika yale majimbo 272 nchini Tanzania. Kwa hii haikupi ugumu wote pengine katika kuelekea kugombea? Cha kwanza huwezi ukaifananisha ACT Wazalendo na CUF wala Chama cha Mapinduzi. Nikimaanisha kwamba ACT Wazalendo ni chama ambacho ni kipya, lakini kimekuwa kwa kasi sana ukilinganisha labda na CUF. CUF ni chama kikongwe, sawa, na kilikuwa kwenye jamii kwa muda mrefu, lakini spidi yake ya kukua imekuwa ni ndogo kwa sasa hivi. Na sasa hivi vijana wengi tumejikita ACT kwa sababu tunaona malengo na ndoto zetu zikitimia kutokea hapo. Kuhusu kuwa na wengi wa wabunge, tokea hichi chama kimesajiliwa, kimeingia kwenye uchaguzi labda mara 2. Na kipindi ambacho kimeingia kwenye uchaguzi ni kipindi ambacho either kilikuwa kigumu ama
kilikuwa hakijatoa uwanja mpana zaidi wa kutoa nafasi katika vyama vya upinzani. Na ukiongelea ACT na wagombea wawili tu ama washindi wawili tu katika nafasi za ubunge, naweza nikakwambia mwaka 2020 ni asilimia ndogo sana za wapinzani wameingia bungeni. Wengi walikuwa wa upande wa Chama cha Mapinduzi kwa kipindi kile. Na inawezekana, mimi siwezi kusema watu wanatafsiri kwamba Chama cha Mapinduzi ni wataalamu wa wizi wa kura. Lakini naweza nikasema 2020 Watanzania ndio waliotuangusha sisi. Kwa sababu hawakujitokeza kupiga kura. Ukiongelea jimbo langu linawapiga kura zaidi ya 100,000. Lakini 2020 zilipigwa kura takriban 80,000. Tafsiri yake ni watu waliumizwa ama walisusa kutokana na matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2015. Ndio maana mimi nahimiza ama nashawishi watu wengi wajitokeze kupiga kura, kwani hii ni haki yetu ya msingi. Na ninaamini mwaka huu tutapata viti vingi zaidi. Na ninaamini tutaanza na kiti cha ubunge. Kwa sababu tunachojaribu kufanya ni kuwahimiza watu wasisuse. Swala la kususa sio jambo la msingi. Linaturudisha nyuma. Tafsiri zile kura 80,000 ni kura za upande mmoja. Lakini Watanzania wanabidi wapambanie haki zao. Na hatutakiwi kukata tamaa. Na ACT Wazalendo safari hii tumejipanga na tumeamua katika kuingia bungeni tutaingia wa kutosha. Hatuwezi kuacha chama cha upande mmoja kikajaza wabunge kama mwaka 2020. Kwa hiyo safari hii tutarajia pengine wabunge wengi zaidi wa ACT kuingia bungeni. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Sababu binadamu tunaweza tukasema tuna mipango yetu, lakini Mungu anayo kwake pia. Ila tumejipanga, maono tunayo, uwezo tunao. Na tumeamua kuingia, vijana hasa tumeamua kuingia kupambania taifa letu. Na naamini Watanzania watatuelewa, watatuamini na watatupa fursa ya kufanya mabadiliko katika nchi yetu. Sawa. Katika jimbo lako ukiachana na wagombea wengine, mgombea ambaye anaonekana kidogo ana nguvu ni aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo hilo, Profesa Kitila Mkumbo. Uzoefu kiasi katika siasa, kushika nafasi za juu, lakini pia ni profesa. Hii haikutishi? Pengine unakutana na mtu ambaye ni profesa, ameshashika hadi uwaziri. Hii haikupi kidogo ugumu katika? Hujawahi kusikia msemo wa Waswahili wanasema mwanafunzi anaweza kuwa bora zaidi ya mwalimu? Na mara nyingi wanasema haijalishi mchezaji ni bora kiasi gani, ikifika mahali hatoi matokeo chanya kwa wenzetu wapenda mpira, wanafanyaga substitution. Kwa hiyo hatutojali yeye ni mzoefu ama mzuri kiasi gani, ataposhindwa kutoa matokeo chanya kwa watu wa Ubungo, watafanya substitution na kuingiza mchezaji mwingine. Dhumuni ni kufika malengo na kuleta maendeleo katika jimbo. Kwa hiyo mimi siwezi kusema inanipa wasiwasi. Kwa sababu jimbo langu paka watu kama sisi tumeamua kuingia na kulipambania, kwa sababu tumeona kabisa mambo hayaendi kabisa katika jimbo la Ubungo. Kwa majimbo ya Dar es Salaam naweza nikasema Ubungo liko nyuma sana compare na majimbo mengine. Na haimaanishi wana CCM wengine wafanyi kazi, la hasha. Ila wanasema huwezi kumtukana mzazi kama hujui utakula wapi. Nadhani hilo linaeleweka. Kwa hiyo kuna wengine wako ndani ya CCM hawawezi kuikosoa serikali kwa sababu ndio iliyowapa nafasi ambazo wapo. Kwa maana tunaingia wapinzani kupambania na kukosoa pale wao wanapokosea. Kwa hiyo kwenye jimbo la Ubungo tumekuwa na mbunge ambaye ni waziri, lakini maendeleo kwetu yako nyuma sana. Ndio maana kauli mbiu kubwa ya Watanzania ambao mimi nimewafikia wanaokaa jimbo la Ubungo wanataka mabadiliko. Haijalishi ni bora kiasi gani, ukishindwa kutuletea matokeo chanya, tunafanya mabadiliko, kwani tunahitaji matokeo chanya na mabadiliko na maendeleo yanaonekana katika jimbo la Ubungo. Mfano, tokea hayati Magufuli afariki, kwa jimbo la Ubungo maendeleo yaliishia hapa. Wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Profesa anajitahidi, anafanya kazi sana, lakini amesahau tiketi iliyomfikisha hapo alipo. Waliompa tiketi na kumvusha katika ile daraja ni watu wa Ubungo. Amewasahau watu wa Ubungo kuwafanyia kile wanachokihitaji. Leo utasikia anasifiwa na dira ya mwaka 2050. Hayo ni masuala ya kitaifa zaidi. Lakini sisi Ubungo hatunufaiki, bado tunagaragara kwenye umaskini. Na ndio maana tunahitaji tulipambanie jimbo letu. Habaki kwenye ngazi za kitaifa. Ndio maana kuna viti 10 vya mama. Pengine atapewa hivyo. Watu tarajia vingine anaweza kupewa viti hivyo. Atapewa, lakini jimbo tunahitaji mtu anayetumikia jimbo kwa sababu ridhaa aliyoipata ni ya watu wa Ubungo. Kwa hiyo
Nasema kipaumbele cha kwanza kilitakiwa kuwatumikia watu wa Ubungo, na sisi ndo tuwe mfano wa kufikiria hayo masuala ya kitaifa, lakini Ubungo tuko nyuma sana. Majimbo jirani yanatuzidi sana kimaendeleo, hususan miundombinu. Wote sisi ni mashuhuda. Mkipita hata jimbo la jirani tu hapo Kinondoni, sio kwa 100%, ila kuna hatua unaziona kwenye barabara zao za mitaa. Karibu Ubungo kama tuko kijijini kule. Kwa hiyo tunahitaji hayo maendeleo yanayoonekana. Sasa ni nini ambacho kinakupa misuli ambayo unasema sasa nakwenda kumwangusha Ubungo? Kazi ya ubunge ni ajira tunayopewa na wananchi. Nasikiliza sauti za wananchi. Mwenyewe ni mwananchi na mkazi. Sio mkazi, nimezaliwa jimbo la Ubungo. Yes. Kwa hiyo yote ambayo yako Ubungo pengine nayasikia kwa karibu zaidi kuliko wewe ambaye mko Mikocheni huko na kadhalika. Kwa hiyo mimi naamini sauti ama maamuzi ya umma ndio yanayotakiwa kuwa mata katika hili. Unaweza kupita ukasikia sisi tushashinda, unasumbuka. Hakuna mtu ambaye ameshashinda mpaka Oktoba 29. Kwa hiyo ni kauli mbiu za kuvunjana moyo na kukatishana tamaa. Ila mimi ninachokijua, vilio vya wana Ubungo ni mabadiliko na maendeleo na matokeo chanya kwa ajili ya maslahi na uhitaji wa wakazi wa Ubungo, na sio matokeo chanya ambayo hayana faida na sisi bado tunagaragara kwenye umaskani wa hali ya juu. Sawa. Jimbo la Ubungo wapiga kura zaidi ya 400,000 ni wakazi pia wa eneo hilo. Umefanikiwa kwa kiasi gani kuwafikia na kuweza kuzungumza nao ili waweze kukupa ridhaa ya kwenda kuwatumikia katika miaka 5 ijayo? Kwa tathmini yangu, muda bado ninao. Lakini kwa tathmini yangu ndogo, naweza nikasema nimeshafikia kwa 50%. Na ninaamini nitafikia kwa 100% kabla ya muda wa kampeni kuisha. Nimejitahidi sana kuwafikia wajumbe ama wapiga kura wa jimbo la Ubungo kwa 1% kubwa sana. Na nasikiliza na kusikia maoni yao. Jimbo lile linahitaji mabadiliko, sio kitu kingine. Kwa hiyo naamini hizo 50% nilizozifikia mimi tayari zina matokeo chanya kwangu. Ndio maana najiamini na naongea hapa leo. Inawezekana likawa jimbo la kwanza la upinzani Dar es Salaam. Jimbo la kwanza kumtangaza mshindi mpinzani kwa Dar es Salaam. Na watu wa Ubungo hawajawahi kuwa wapumbavu. Hawajawahi kuwa wajinga, na naamini kwenye hilo. Sababu ile ni jimbo ambalo hajawahi kutoa nafasi mara 2 kama limefanywa makosa. Sawa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tuko hapa katika Political Theater na leo nimepata nafasi ya kuweza kumwalika mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo, naye ni Queen Juliet William Lugembe akikiwakilisha chama cha ACT Wazalendo. Tuko hapa tunajaribu kujadili kadha wa kadha inahusiana na uchaguzi wa mwaka 2025. Queen, kuna changamoto nyingi sana kupitia wakazi wa jimbo la Ubungo. Ukiachana na masuala ya barabara, kuna moja ambalo mimi nimewahi pia kulifuatilia kwa kiasi fulani. Mto Gide umekuwa ni moja kati ya kadhia kubwa sana ambao wanakumbana nayo wakazi wanaokaa pembezoni ama karibu na mto huo. Pengine changamoto hii umewahi kuisikia na umejipanga vipi kuweza kuitatua pale ambapo utapata nafasi ya kuliongoza jimbo la Ubungo? Mimi mwenyewe ni mkazi wa karibu na eneo hilo. Naishi kata Makuburi ambayo tumetenganishwa na hiyo barabara, mto wa Gide kwenda Msewe. Kwa hiyo ni changamoto ambayo naishi nayo na ijua. Wananchi pale wameshajitahidi sana ama tumejitahidi sana kuchanga, kuweka hivi, kuweka sawa ili tupate utatuzi wa muda mfupi. Kwa hiyo naweza nikasema kwa kata zile 2 ya Ubungo na Makuburi, hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo nafikiria ama natarajia kuitatua. Kwa sababu yamekuwa malalamiko ya muda mrefu na vilio vya muda mrefu kwa sisi wakazi wa eneo lile. Kwa hiyo katika miradi ambayo nafikiria kuifanya iwapo nitapewa ridhaa, yani katika miradi 10 ambayo nimeipangia kuifanyia kazi, Mto Gide ni moja hapo. Watu wanaathirika sana na dhoruba ambazo zinatokea na mto ule. Yeah. Sawa, sasa tunataka tulijadili hili kwa uchache japo sio sana. Tunafahamu unapokuwa na mgombea urais unapata nguvu kiasi fulani kwenye kupambania majimbo. Safari hii chama chenu kinakosa mtu ambaye anaweza kuja angalau kunadi katika mkusanyiko la watu wengi. Wewe kama wewe
hii haijakuathiri vyovyote kwenye kugombea ubunge wa jimbo la Ubungo? Nitarudia kidogo niliyosema mwanzo. Nimeomba ridhaa ya kuwakilisha jimbo la watu au wakazi wa Ubungo. Wanasema mchezaji asiyejiamini ndo anahitaji uongozi kumnadi. Binafsi sihitaji uongozi wa juu kuja kuninadi au kuniombea kura. Kwa sababu naamini, najiamini na ninajua ninachokifanya. Japo siwezi kukataa, inawezekana ikawa inatuathiri, lakini wanasema it's not over until it's over. So far nashindwa sana kuongelea masuala ya ngazi ya kitaifa kwa sababu sio idara yangu. Inawahusika ambao mnaweza mkawatafuta na wakatoa majibu sahihi kwenye hilo. Mimi binafsi na concentrate na jimbo. Na naamini mgombea urais atarejea, Mungu akijalia. Naamini hivyo, ni swala ambalo tayari liko kwenye vyombo vya mahakama, kwa hiyo mimi binafsi siwezi kulitolea ufafanuzi juu ya hilo. Ila imani yangu inaniambia atarejea. Na hata akirejea naamini atapambania ngazi ya kitaifa. Na mimi jukumu langu ni kupambania ngazi ya jimbo. Kwani nitakapokuwa mbunge nitakuwa mbunge wa wakazi wa jimbo la Ubungo na ni mwakilishi wa wakazi wa jimbo la Ubungo na sio taifa zima kwa ujumla. Na naamini jimbo la Ubungo litakuwa mfano katika Dar es Salaam ama kitaifa kwa ujumla. Kwa sababu nina nia na uwezo na nimeamua kwa dhati kabisa kupambania maendeleo ya jimbo la Ubungo. Namwombea heri Mheshimiwa Mpina arudi. Pengine itatupa hamasa zaidi ndio. Japo mimi kama Queen Juliet William Lugembe uwezo wa kupambana na kusimama mwenyewe ninao. Awepo asiwepo, jimbo litabaki kwenye mikono ya ACT Wazalendo. Hicho ndio kitu pekee ambacho naweza nikakisema kwa sasa hivi. Sawa. Unaamini katika uwepo wa mfumo dume? Yaani katika jamii zetu tunazoishi. Siwezi kusema haupo, ni upo, lakini kama haupo. Kama waambia tunahitaji tu kuelimisha jamii kwa nguvu zote, kwa sababu nasema hivyo kutokana na kwamba kuna upotoshaji mwingi sana katika jamii zetu. Lakini haki zetu bado ziko pale pale, tusikatishane tamaa. Na huo mfumo ambao unasema upo, sina uhakika wa 100%. Mimi naamini nchi hii inaendeshwa kwa kutumia katiba na sheria. Kuna vitu ambavyo tunavipambania sana sasa hivi, ikiwemo wanasema katiba mpya na kadhalika. Ni muhimu. Binafsi mimi naunga mkono hoja wa kutaka katiba mpya, lakini hilo jambo haliwezekani kwa watu kusema wanasusa. Naelewa. No reform, no election. Ni mawazo yao sawa, ni mawazo ya watu sawa. Siyapingi, lakini mimi naamini wangesema reform should be done before election. Kwa sababu hii serikali haiwezi kuendelea tukisema no reform no election. Maana tayari hiyo kauli mbiu inavunja katiba ya nchi. Kikomo wa rais umeisha. Maana nchi haiwezi kuendeshwa bila kuwa na uongozi. Haiwezi kuendeshwa bila kuwa na serikali. Je, kwa muda gani hilo jambo tutakaa bila rais, bila wabunge, bila nini? Naamini hata viongozi wakubwa, Umoja wa Mataifa na kadhalika itashindwa kututetea tukifika katika swala hili. Tunahitaji kiongozi na kuamua. Ndio maana nasisitiza sana Watanzania wapige kura, wasikate tamaa. Leo siwezi kusema nikasema wizi ufanyike. Lakini tunabidi tujipange namna ya kudhibiti. Kunanga wizi wa teknolojia Tanzania. Tunatumia viganja vyetu kupiga kura na kalamu na karatasi. Kama kuna wizi wote unaofanyika unatumika kwenye masanduku ya kura. Kwa hiyo mimi kama mimi nimejipanga kudhibiti hilo jambo la kuzuia hiyo wizi na masuala mengine yote ambayo yanapangwaga ama yanatumika katika kufanya wizi wa kura. Niliwahi kuzungumza na moja kati ya makada wenu ACT Wazalendo. Sasa aliyewahi pia kuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini, Selemani Bungala, akasema kwamba moja katika kitu ambacho unahitaji kuwa nacho katika harakati za kupigania ubunge ama kugombea, na ukiwa unagombea na wapinzani hii ya CCM, unatakiwa kuwa na mawakala wengi ambao ni waaminifu. Kwa upande wako umejipangaje katika swala hilo la mawakala? Kwa sababu tunajua pia mawakala wakati wao wanaongea. Ni kweli, wala sitopinga hilo. Lakini mimi binafsi kabla sijaamua kugombea ama kutia nia ya kugombea, nilifikiria hilo, nikalifanyia tathmini na nikapanga strategy zangu nitawezaje kudhibiti jambo hilo. Ubungo ni jimbo ambalo linawapiga kura wengi sana.
pengine hata inawezekana ni idadi ya mkoa fulani. Kabisa. Tafsiri yake pia itakuwa na vituo vya kupiga kura vingi sana. Na hivyo vituo vyote ambavyo naweza nikasema namba tunazijua, na hata hizo tunazozijua, mimi kama mimi najipanga kuwa na zaidi ya namba ninazozijua in case of anything. Yani nimejipanga kudhibiti kwa namna yoyote. Kuhusu mawakala kununuliwa, mwisho wa siku ni moyo wa mtu na udhabiti wa mtu. Kwa hiyo katika watu ambao mimi najipanga kwenda nao, kwanza ni watu kweli wanaotaka mabadiliko. Pesa sio kitu. Mimi ndio maana hata nikipita kwenye kampeni zangu, siwaambii watu wasipokee hivyo wanavyopewa. Wapokee, lakini tubaki kwenye ile imani yetu dhabiti kwamba nini unataka. Kura ya mtu ina thamani kubwa sana. Haitakiwi kununuliwa kwa kiwango chochote cha pesa. Kwa hiyo naamini timu ambayo naitengeneza mimi ni timu ambayo inajitambua, imeelimika na inajua nini na thamani ya kura ya mwananchi. Uliniambia kwamba una vipaumbele vyako 10. Katika vipaumbele vyako 10 kuna hilo moja ambalo nilizungumza, lakini natamani kuvifahamu vipaumbele vyako kwa wananchi wa jimbo la Ubungo. Kuna vipaumbele vya utendaji, ndio nikasema ikiwemo Mtogide. Lakini naweza nikasema na vipaumbele vikuu 5 ambavyo vinaenda kwenye kanda ama usawa katika jimbo. Kwamba kitakachofanyika Makuburi, tukisema tukipita labda Manzese, pengine hakuna Mtogide. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba nitakachokifanya Makuburi ndicho nitakachokifanya Manzese. Lakini kwenye swala la miundombinu ni kipaumbele changu cha kwanza katika kata zote 8 ambazo zinahusiana na jimbo la Ubungo. Inawezekana miundombinu inatofautiana kwenye uhitaji, lakini swala la barabara ni swala la jimbo zima. Jimbo zima lina changamoto ya barabara za mitaa. Ubungo naweza nikasema alhamdulillah, barabara za taifa zilipambaniwa, zimeendelea, lakini sisi hatulali kwenye barabara za taifa. Hatupiti kuna watu ambao hawajapata barabara kuu, muda mwingine shughuli zao zinaishiwa ndani kwa ndani na zinakamilika ndani kwa ndani, lakini kuna zile barabara za mitaa. Hii nimepanga kufanyia kazi jimbo zima kutokana na budget ya halmashauri jimbo la Ubungo. Lakini pia katika kipaumbele changu cha pili ni huduma za afya. Huduma za kijamii ambapo afya ni moja wapo. Sababu wanasema dada, inawezekanaje hivi vitu vinawezekana? Kama viliwezekana katika azimio la Arusha, kwa nini ishindikane sasa hivi? Nikiongelea huduma za kijamii ni kama maji na afya. Binadamu hawezi kuishi bila maji, lakini Ubungo hiyo changamoto. Naweza nikasema mtaa wangu wa Kajima, sasa hivi kuna zaidi ya mwezi maji hayajatoka. Sababu zinakuwa kile, lakini mimi naamini ni uongozi umeshindwa kuwa thabiti kupambania hilo jambo. Na kuna swala la afya. Afya ni mtaji wa kwanza wa msingi wa mwanadamu yote. Kwa hiyo kuchezea afya za binadamu sio jambo la msingi. Na ni jambo ambalo najua linawezekana kuiwa bure kwa sababu ni mtaji wa kwanza. Watu wajipambania wapate chakula, wapate mavazi, wapate mambo mengine ya msingi. Lakini swala la afya ya binadamu haitaki kuuzwa kama bei sokoni au kupangiwa bei kama vifurushi. Hapa ni kufikiria tu na kuchanganua namna ya kutatua matatizo ya watu. Ni vitu ambavyo watu wanatakiwa wakae chini, wastrategize, tunafanya nini, tunaanzisha miradi gani, ikiwemo kushirikiana hata na taasisi zisizokuwa za kiserikali. Haya mambo yanawezekana kutengeneza fursa kwa jamii yetu, kujikwamua kutoka hapa kwenda hapa na wasiwe tegemezi. Imefika hatua sasa hivi uchaguzi umetumika kama biashara. Yaani watu wakisikia uchaguzi au viongozi wanakuja, yani kwao ndo hapo wataishi. Wanasahau chochote unachopewa katika hichi kipindi kitawatesa ndani ya miaka 5. Kiongozi yoyote atakayetumia gharama kubwa sana katika uchaguzi na kupita, amini usiamini, katika hali ya kibinadamu kabisa atahitaji ajilipe kwanza kabla hajarudisha katika jamii maendeleo yoyote. Lakini tukianza swala la ajira, kuna swala la mikopo. Ndio maana halmashauri zetu zilitenga katika mapato ya kila halmashauri kuna 10% kwa ajili ya mikopo ya vikundi maalum katika jamii. Kimaanisha walemavu na makundi yasiyojiweza, wanawake na vijana. Mikopo hiyo kila ninakopita sisikii mtu yote anasema amewahi kuchukua mkopo. Sasa tunajiuliza inaenda wapi? Lakini hata kama haitatosha, ni kuwafundisha watu na kuwatengenezea watu mazingira rafiki ya kupata mikopo wajikwamue kimaisha. Maana kama tunashindwa kuajiri, basi tuwape mikopo watu wajitegemee, wachakariki waweze kuzalisha. Kwa maana sasa hivi mitaani kwetu jimbo la Ubungo linasikitisha sana. Vijana ni kama wamekuwa waathirika na wahanga hadi wa madawa ya kulevya.
Yote hayo nadhani ni psychological issues. Wamekuwa napata mental issues, mental health wanaita. Watu wamekuwa hawajui cha kufanya, wanajiingiza kwenye vitu visivyofaa. Imefika mahali kama serikali yetu imehalalisha vitu kama betting. Kwa sababu hakuna mwongozo mwingine, hakuna maono ambayo mtawapa wananchi na kuwafundisha namna ya kujikwamua walikotoka na kwenda kwingine. Ndio maana tunahitaji fikra mpya kwenye hii jamii, ambao wanasema vijana, tafsiri ya vijana ni kubadilisha muonekano ambao tumeuzoea na kuleta muonekano mpya katika jamii yetu. Kwa hiyo ni muda watupe nafasi vijana tuweze kulipambania taifa letu. Walikofika, sitaki kumsema mtu vibaya, walikofika inatosha. Tunawashukuru. Ni muda sisi sasa tuendelee kulipambania taifa letu na vizazi vyetu vinavyokuja. Lakini pia kuna swala la sheria kandamizi zimekuwa zikitungwa nyingi sana. Na hiyo naweza nikasema wananchi wamejisababishia matatizo wenyewe kwa kuchagua viongozi kutokana na wanaita nini, ushabiki. Unajua shida ambayo iko katika jamii yetu, kuna kitu kinaitwa ushabiki, lakini hatuchambui na kutafakari nani anafaa kuwa mwakilishi wetu. Kuna ushabiki wa kichama. Mimi ninachowasihi wa Tanzania, wachague kiongozi atakaye kwenda kuwasaidia kwa manufaa ya jamii. Maana sifa ya kwanza ya kiongozi ni kufanya vitu kwa niaba ya wengine kabla hujajifikiria wewe mwenyewe. Lakini asilimia kubwa ya viongozi wetu ambao tunao mpaka sasa hivi wanajifikiria wao wenyewe, then wananchi wanakuwa kipaumbele cha pili. Lakini kiongozi ni yule ananufaisha watu wake kabla ya yeye mwenyewe. Kwa hiyo na wasi sana kwenye kipaumbele changu cha pili ni kwenda tubadilishe sheria zetu kandamizi. Hakuna sheria inayotungwa na TRA. TRA ni watekelezaji tu hizo sheria. Sheria zinatungwa na wabunge. Kwa hiyo na nia ya dhati ya kwenda kupinga chochote ambacho kitawadhuru wananchi wangu. Na kutengeneza mazingira rafiki ya kibiashara, kikodi na kadhalika. Hasa kwa wafanyabiashara wadogo katika jimbo husika na ikiwezekana kitaifa kwa ujumla. Sawa, kuna swala moja natamani pengine kama kiongozi ambaye unaweza ukashika nafasi ya ubunge katika jimbo la ubunge. Pale Kijazi Interchange kumekuwa na wimbi na ongezeko la watu wengi ambao wameyafanya yale ni kama makazi. Kwa hiyo kivyovyote vile wale wanaenda kuwa wakazi wa jimbo la ubunge kwa sababu wanaishi pale. Wanalala pale, wengine shughuli zao wanazifanya pale. Kuna namna yoyote ambayo unatarajia kufanya angalau kama sio kufanya kuwaondoa pale, kutafuta tunasema sehemu mbadala ambayo wanaweza wakaishi, au kufanya njia yoyote ambayo unaweza kuwasaidia vijana ambao pale wameyafanya kama ni makazi yao? Kabla sijajibu swali lako naomba nikuulize swali. Daraja linazaa lile? Halizai. Manake wale ni watoto wetu na wakazi wetu. Lakini wimbi ambalo linatutesa mpaka watu kufikia maisha ambao wako pale ni umasikini. Na ndio maana nikanukuu mwanzo, ni kuwatengenezea watu mazingira mazuri ama rafiki ya kujikwamua kujiondoa kwenye umaskini. Kuna ambao wanakosa makazi ama malazi kutokana na mazingira ambayo sio rafiki. Naweza nikakupa mfano wa jambo ambalo ulilitaja mwenyewe, Mtogida. Kuna nyumba ziliondoka na mafuriko ya Mtogida. Wewe unadhani watu wale wameenda kuishi wapi? Ndio watu ambao wanakosa makazi, hawajui sehemu nyingine mbadala zaidi ya kuwepo katika jimbo hilo hilo. Mwisho wa siku wametumia daraja lile kama makazi. Kwa hiyo tukitengeneza mazingira marafiki ya watu kujikwamua kwanza kiuchumi, naamini hakuna mtu anahitaji msaada wa kwenda kujengewa nyumba kaeni hapa. Kila Mtanzania ana nguvu na uwezo wa kupambania maisha yake kama atawezeshwa ama kuonyeshwa njia sahihi. Kwa hiyo mimi kama mbunge siwezi kusema leo nitaenda kujenga magorofa ya kuchukua watu na kuwaweka waishi bure. Litakuwa ni jambo la nje ya uwezo wangu. Lakini nina uwezo wa kutoa elimu, kuelimisha watu, kuwatafutia watu mikopo na kuongoza njia sahihi ya kujikwamua kiuchumi. Sababu wote tunahitajiana katika ujenzi wa taifa. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Zile nguvu kazi zinazopotea pale zinaishia kuwa kama mateja. Nguvu kazi tunaitegemea sana katika kukuza ama kujenga jimbo letu ama hata taifa kwa ujumla. Kwa hiyo katika vitu ambavyo nimevipambania au nataka kuvipambania ni kuwaelimisha watu, kuwasaidia watu kujitoa hapa kwenda hapa kwa ushirikiano wa moja kwa moja kama mkazi na jirani wa eneo hilo ambalo unaliongelea. Sio daraja la Kijazi tu, hata Manzese. Kipindi cha kampeni nimekuwa nikifanya ziara zangu hata usiku kuangalia mazingira kadhaa. Manzese pale pia kuna watu wanalala.
Lakini narudia kusema hakuna daraja linalozaa, wale ni watoto wetu na vijana wetu na nguvu kazi yetu. Kwa hiyo tunahitaji kuwapambania hata kielimu na kuwatanua uwezo wa kufikiria wanama tunatoka katika umasikini na tunaenda katika hali ya nafuu kama sio hali tunayojiweza. Viongozi wetu wameishiwa maarifa ya kutusaidia sisi wananchi. Ndio maana mimi najipanga kupambana na umaskini katika jimbo langu. Asante sana. Sasa nikupe nafasi, chukua nafasi ya kuzungumza na wapiga kura. Wapiga kura wangu? Wapiga kura wangu ninao kila siku. Natembea nao kila siku. Kama kuna mbunge anafanya mikutano kila siku nadhani mimi. Na kama kuna mbunge anafanya ziara kila siku ni mimi. Ninachowaomba Watanzania wenzangu wakazi wa jimbo la Ubungo waendelee kuwa na imani na mimi. Na ifikapo Oktoba 29 wapige kura kwa wingi. Swala la kulinda kura niachie mwenyewe. Nimejipanga, nimejitathmini na naamini tutashinda. Tusikate tamaa. Kura zipigwe kwa wingi, nisije nikajikuta nalinda maboksi matupu. Hii dhana ya kususa hata wenzangu wa Chadema na waomba waniunge mkono. Tulikofikia hatuwezi kuipata katiba mpya kwa kususa. Kwa sababu tutazidi kuwajaza wabunge wa upande mmoja katika bunge letu na mwisho wa siku zitakuwa ndo zile ndio katika kila kitu. Na manake hatutofikia malengo. Na wenzetu huwa hawajali. Hata ikitokea 100% ya wabunge ni wao. Kwao ni furaha. Kwa hiyo tujaribu kubalance hiyo kitu, tupate watetezi wa wananchi na sio watetezi wa serikali na chama. Tupate watu ambao ni watakuwa watatufikiria sisi wananchi ama tutawafikiria wananchi zaidi ya serikali ama kutetea chama muda wote. Sawa, mimi nikushukuru sana Queen Juliet William Lugembe kwa wakati wako. Bila shaka wakazi na wapiga kura wa Ubungo wamekusikia vyema. Kwa hiyo nikukaribishe pia tena wakati mwingine kama Media pale ambapo tutamhitaji kuona wewe. Asante sana. Watu wa Ubungo tunaombeni kura zenu. Nafikiri wamekusikia. Ni muhimu sana kulitengeneza jimbo letu. Sawa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, kama ilivyo kawaida tulikuwa hapa kwenye Political Theater. Hiki ni chumba maalum cha upasuaji wa kisiasa. Tunajadili mengi kuhusiana na siasa za nchi yetu, na kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi mkuu. Watu tunapata nafasi ya kuweza kujadili mambo mbalimbali kuelekea katika sanduku la kura Oktoba 29 mwaka 2025. Tulikuwa hapa na Queen Juliet William Lugembe, ni mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo. Amezungumza hapa mambo kadha wa kadha, akitaja pia vipaumbele vyake na namna gani anakwenda kuwatumikia wakazi pamoja na wananchi wa jimbo la Ubungo. Na kwangu jina ni Salumu Amani, hadi wakati mwingine, kwa sasa nikuage.